umpandisha mtu daraja yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali mbele ya jamii iliyomzunguruka. Pamoja na furaha tuliyokuwa nayo na kwamba sisi sasa tunakwenda kupokea jaiza kwa kila mmoja namna alivyoingiza kete zake, alivyoingiza juhudi yake, lazima alipwe. Ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, hakuna malipo ya wema ila kulipwa wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi kutupa mema, ahadi ambayo hakuidhihirisha ni jema la aina gani. Tunaingia katika ibada nyingine, ibada ya hija ambayo inafunguliwa katika Shawwal. Hiyo itapatikana wakati wake wa kuizungumza ili Waislamu wapate faida na kujua wajibu wao wa kwenda kuhiji Maka. Lakini nguzo hii ya zaka ni nguzo ambayo imesahaulika. Mlango huu ni wa hatari, si kwa shekhe, si kwa maamuma muelezwa. Kila mmoja anamuinda mwenziwe. Shekhe akizungumza inaonekana amekwenda kupiga mzinga wa nyuki. Watu wanatoka wakiwa hawana raha. Lianna almala min ahabbi shay'in fil insan, ni katika vitu vinavyopendwa na mwanadamu. Mwanadamu anapenda mali kimaumbile yake. Ukenda ukimgusa mahala pale umemtonesa, ni jipu ambalo limekaribia kutumbuka, umekwenda kulitumbua. Watu hawapendi eneo hili kwa sababu limetaallaq na kitu ambacho ni thamini kwa mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa innahu lihubbil khairi la shadid, huyu mwanadamu kwenye kuipenda ile mali ni kiboko. Lakini mali inayotakiwa kutolewa ni ile mali ambayo tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshakupa habari kwamba sio ya kwako. Wa atu min mali llahi alladhi atakum, toweni mali ya Allah aliyokuwekezeni. Antum mustakhlafuna fil ardi fi malikum, nyinyi mmewekwa kuwa badali makhalifa tu, ni dhamana kwenye ile mali mliokuwa nayo, lakini hii ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini imekuja? Imekuja hii kwa sababu kuna zakatul fitri. Zakatul fitri ni eneo la mali, ni eneo linalomgusa mtu kutoa kile anachokipenda. Si jambo rahisi. Una watu 10 ukaambiwa kila mtu mmoja umtolee 10,000 na utoe 100,000. Inataka kukandamizwa nafsi na mtu kuelewa wajibu wa kutoa. Ndugu Muislamu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabbi, as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabbi wa taqi mitata as-su. Sadaka inazima ghadhabu ya Allah. Allah huenda akawa amekughadhibikia, huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuchukia, lakini kwa kitendo chako cha kutoa sadaka basi unazima ile ghadhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali si hilo, sadaka inakinga kifo kibaya. Wanadamu tunakufa na kufa ni wajibu, lakini kila mtu anakufa kwa namna yake aliyopangiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako watu wanakufa vibaya, inaweza ikawa ni ajali, inaweza ikawa ni hali ya kawaida, lakini namna ya kufa kwake kifo kinatisha. Inafika mahala mtu hata ukiambiwa kwamba bwana huyu ni ndugu yako, yapaswa uende ukamuoshe, lakini hali aliyokuwa nayo yule mtu haikuridhishi, inakuogopesha. Inafika mahala unarukaruka na anaajiriwa mtu kwenda kuosha. Binadamu anatisha pale ambapo atakufa katika ghadhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa kutoa sadaka Allah anakinga kifo kibaya, lakini si hilo tu, anazimisha ghadhabu zake wa huyu mtu wa sadaka. Ndugu yangu Muislamu, si hilo, ili upate faida ya mali yako na upate ulinzi wa mali yako, lazima mlango huu uangalie sana na usirudi nyuma ndani ya kufanya hili jambo la wewe kuwa mwingi. Yaduka ulia, mkono wako uko juu muda wote. Basi elewa una vitu vikubwa unavipata. Unapata dua ya malaika kila siku kukicha, kila siku ya Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia malaika wanakuombea dua. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmi yusbihu al-ibad illa wa fihi malakan yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti
mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Anasema hakuna siku mja wa Mwenyezi Mungu anaamka asubuhi ila ndani ya siku hiyo kuna malaika wawili pacha hawa kama Kurwa na Doto, Hassan na Huseni. Pacha hawa wanateremka wao kutoka mbinguni kila siku ya Mungu mpaka leo hii wameshuka, na kama wanaoneana wivu hivi. Anasema mmoja wa malaika hawa, yule anayeomba kheri, anaomba dua hii: Allahumma, Mwenyezi Mungu, a'ti mumfiqan khalafa, mpe mtoaji badala ya kile alichokitoa, mpe badali iliyokuwa njema. Huyu malaika paka leo ameomba dua kwa mtu aliyetoa, hata kwa familia yake, aliyetoa hata kwa ndugu yake. Malaika huyu shughuli yake ni kuomba dua, kumwombea huyu mtu aongezewe pale alipotoa, papate ziada. Alafu mwingine pacha huyu wa pili naye anasema maneno: Allahumma a'ti mumsikan talafa, Mwenyezi Mungu, mpatie huyu bakhili maharibiko, mpatie huyu bakhili maharibiko. Huyu malaika wa pili anaomba nakama kwa mtu ambaye ni bakhili, la yunfiqu malahu fi sabilillah fil muhtajin fil ma'uzin, abtoi mali yake kuwapelekea wahitajia wala wale wenye kusongeka. Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ameuhimiza mlango huu wa kutoa. Ndani yake kuna wiqayat, kinga mbalimbali. Hata ongezeko la umri linasaidiwa na kutoa, ongezeko la umri linasaidiwa na kutoa. Mtu anapotoa anaongeza umri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, as-sadaqatu tuzidu fil umri au tazidu fil umri, sadaka inaongeza umri wa mtu. Mtoa sadaka Allah anamfanya aishi sana, kwa sababu kwanza amefanya jambo ambalo laridhiwa na Mwenyezi Mungu sana na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini pia lapendwa na hawa wafukara na hawa masikini na hawa watu wa kawaida. Dua kubwa sana anazipata mwanadamu ni zile dua anazoombewa wakati ametoa. Ukimpa mtu kitu, dua yake inakuwa ni kubwa, kwa sababu umekwenda kutatua tatizo, na hasa kama litakuwa ni tatizo la njaa, tatizo la kiu, tatizo la kifamilia. Dua ya huyu mtu inakuwa ni makubula inda Allah, na inampata huyu aliyetoa. Badala watu kumwona anaanguka anguko baya, wanaona huyu mtu pamoja na kutoa anakwenda katika hali ambayo haidhaniwi. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani ni katika eneo ambalo tumehimizwa mno tutoe, na tukaelezwa kiwango cha kutoa Ramadhani malipo yake ni makubwa, kwa sababu sadaka ya Ramadhani ni faridha, ni faradhi ya kuanzia kesho. Yani kuanzia kesho tu ukitoa sadaka ni sadaka, lakini leo ukitoa sadaka umetoa faradhi, yani kama umetekeleza wajibu. As-sadaqatu as-sunnatu ta'dilu faridha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna inalinganishwa na faradhi na sadaka ni sunna. Kwa hiyo ukiitenda sunna hii unapelekwa katika viwango vya faradhi, unapandishwa grade, unakuwa umetoa faradhi, yani umefanya jambo la wajibu kwako, ukiliacha unapata dhambi. Maanake faradhi ukiacha kuitenda unapata dhambi, na ukiitenda unapata thawabu. Hiyo ndo taarifu yake, yuthabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu, apata thawabu mfanyaji wa hiyo sunna, hiyo faradhi, lakini anapata dhambi mwenye kuiacha. Ni kama vile ujubu sala, wajibu wa kusali, unapata thawabu kisali, unapata dhambi ukiacha. Ama sunna yenyewe hupati wewe dhambi kwa kutokuifanya, lakini thawabu hupati. Na kila mmoja hapa leo anaomba kwa Allah msaidie aongeze katika kibindo chake malipo, thawabu, kheri. Hakuna anayekataa katika hilo. Chukulia hapa kuna watu wana pesa, ingeliwatosheleza kwamba waishi, na hata wakiishi wakiwa wanakula tu, tena wale kwa israfu,
watakula mali zao mpaka vitukuu, lakini bado mpaka leo wanachuma, mpaka leo wanahangaika, mpaka leo wanafungua makampuni, mpaka leo wanafungua viwanda ili waongeze katika kapu lao la ile mali waliokuwa nayo. Hakuna mwenye kutosheka katika upande huu wa malipo. Hivyo basi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila ukiambiwa hili ni jema, wewe lishughulikie na ulifanyie kazi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, kullu ma'rufin sadaqa, kila jema utakalolifanya wewe ni sadaka. Si hili la kutoa, nimetoa hili kwa sababu ni eneo ambalo mashekhe tumelisahau, lakini vile vile waumini hawapendi kuambiwa eneo la kutoa. Hili ni eneo sahihi sana. Ndugu zangu Waislamu, tukienda katika utoaji mkubwa ni zakatul wajiba, zaka ya wajib. Huu ndio utoaji mkubwa. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, malipo yake ni nini? Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mfano wa wale wenye kutoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfano wake ni kama tembe moja iliyopandwa, ikishakuwa inatoa 7 sanabila, masuke 7. Yani kama ni tembe ya muhindi, yanatoka mahindi 7. Wao ulipanda moja tu, lakini limebeba lile hindi matoto yale ambayo ndio chakula chenyewe, yako 7, mahindi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, na kila hindi moja, manake ni mathil, nifananishe na kitu ambacho huku tunakiishi. Kila hindi moja kuna tembe 100, mi'atu habba, tembe 100 za hindi. Ndiyo mfano wa sadaka. Wewe ukitoa hapa shilingi 1, kama ni sadaka, hayo ndio malipo. Kama ni zaka, hayo ndio malipo. Fi kulli sumbulati mi'atu habba, tembe 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bado huongeza kwa amtakaye. Wallahu wasi'un alim, Mwenyezi Mungu ni mpana wa riziki, alafu anajua kila kitu. Huu ndio mlango. Na ukitoa, utoe kwa khiari yako, hasa ikiwa ni mlango wa sadaka. Kama ni zaka, ni wajibu alaika, ni wajibu juu yako, utakwenda kuchomwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapotoa sadaka, uitoe huku unapenda kwamba hiki nakitoa, nimekusudia kutoa ya Rabbi kwa udogo wake. Ya Rabbi kathirhu, kifanye kiwe kingi, na kisiwe na masimbulizi, na kisiwe na maneno. Allah anasema ndani ya sura hii, suratul Baqara, aya inofuata, innal ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Hakika ya wale ambao wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kisha hawafuatishi kwa kile wanachokitoa kwa masimbulizi wala maudhi. Kawa rado umempa mtu kitu, alafu wamsimanga, unamsema. Mtu kaja kwako ama anapita barabarani, watu wanamsifu, anapendeza, kisa wewe ulimpa kofia ukampa na kanzu. Wamwambia yule mtu, kwani nini yule kofia ile yenyewe kavani ya kwangu, mimi ndo nimempa, na kanzu ile yangu. Na wakati mwingine unazungumza haya mbele yake, unamfanyia masimbulizi, au umempa mashallah mtaji 300,000, 400,000 au milioni 1. Walillahi alhamdu, kijana huyu kashughulika, kapambana, akawa anakwenda. Wewe ya kuingia ghera tena kiubinadamu, inakuingia hasadi, unaanza kumhujumu na kusema hana lolote, mtaji wenyewe ule nimempa mimi. Hiyo si ya kwako. Sio kwamba wewe utabakia katika hali hiyo na yule abakia katika hali ile. Hali ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo musarriful ahwal wa muqallibul qulubi wal absar, ndiye anayebadilisha hali za watu. Dawamul hali min almuhali, hali kudumu ni muhali, kwamba wewe utakuwa ni alghaniyul almadhkur daiman wa abada, utakuwa kwamba ni tajiri mtajwa wewe milele, watu wataja wewe tu, wewe tu watajwa, wewe tu watajwa. La weza likatokea hilo, lakini ni muhali.
Wewe leo watoa, kesho wapewa. Leo wewe waitwa ismul ghina, ismul ghani, jina la kwamba huyu ni ghani, ni tajiri. Kesho wewe unaitwa ismul faqir, rajulun faqirun mawjudun fi shari'i Salimini. Kuna bwana mmoja fakiri anaishi Salimini pale, mpelekeeni swa'an min al-urzi, pishi la mchele. Anapelekewa tajiri aliyekuwa kule nyuma, leo anaitwa fakiri, anayepelekewa pishi la mchele linaloitwa ni zakatul fitri. Hili kila mmoja jiandae nalo, kama ambavyo tutajiandaa na kufa, kwa sababu kufa ni qadar, vile vile kufilisika, vile vile kuwa tajiri ni maandalizi kabisa, kwamba wewe ujielewe na utaishi vizuri, kwamba iko siku naweza na mimi nikaitwa fakirun, iko siku naweza na mimi nikaitwa ghaniyun. Usije ukajikatia tamaa, wala usije ukajiwekea matumaini na uhakika wa hali uliokuwa nayo, kama vile ambavyo mzima wa leo ndiyo mgonjwa wa kesho. Wale waliokuwa mahospitalini, ndugu zetu wale walikuwa ni wazima jana, leo wako hospitalini wanalishwa, hawali wenyewe. Na sisi ndivyo hivyo hivyo, wazima leo tuko aqwiya, tuna nguvu sana, lakini tutageuka kuwa dhuafa, wanyonge. Mwenyezi Mungu atustiri na maradhi yaliyokuwa mabaya. Ndugu zangu Waislamu, katika zakatul mali ina vigawanyo vyake. Kuna zakatul mali, zakatul naqdain, zaka ya fidda na dhahabu. Kuna zakatu urudhu tijara, zaka za viwango za biashara. Kuna zakatu rikaz, zaka ya mali za kuzikwa, watu wakachimba wakazitoa, zina zaka zake. Kuna zakatul mawashi, zaka ya wanyama, an'amu, wanyama hoa, hawa tunawafuga, wana zaka yake. Kuna zakatu athimari, zaka ya matunda. Zaka zimegawika sehemu nyingi. Sijui ndugu zangu kwamba ili eneo twalitembea, na sijui kama mnajua hii ni nguzo, tena ni nguzo ya 3, na ni pacha wa sala, ni pacha wake. Zaka ni pacha, lakini leo ndiyo maudhui ambayo haitolewi, watu hawaitaki. Lakini Allah anasema wa aqimu salah wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Ndugu zangu, eneo hili ni eneo muhimu mno. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uuhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Naam, tuzungumzie katika muendelezo wa zaka eneo moja kulingana na wakati, nalo ni eneo la makemeo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekemea sana na ametoa ahadi mbaya sana kwa wale wenye kuzuia kutoa zaka ya mali zao. Allah anasema alladhina yabkhalun wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah walillahi mirathu samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Allah anasema wasidhani wale wanaofanya ubakhili wa mali yao kwamba kufanya hivyo ni kheri kwao. Kuna watu wanadhani hiyo ni kheri kwao, bali hiyo ni shari kwao. Hilo ni jambo baya mno. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, yatageuzwa yale mamali kuwa ni mikanda watakayofungwa nayo mashingoni mwao siku ya kiyama. Na wafahamu Mwenyezi Mungu ndiyo mrithi wa mbingu na ardhi. Maluka mauruthun min indillah, mali yako inarithiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mwenyewe mali yako na chochote ulichokuwa nacho ni wirathatullah, ni urithi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tutambue kwamba huu urithi tuliokuwa nao huu, baba kafa unarithi, ni urithi mdogo. Maana na wewe utakufa utarithiwa. Urithi mkubwa ni ule wa Allah, inna nahnu narithul ardha wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Sisi tutairithi ardhi na vilivyomo juu ya ardhi, na kwetu mtarejea.
Mrithi wa hakika ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi wote tupigana kwa ajili ya warithi wetu. Hawa ni warithi wa muda, lakini mrithi wa hakika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Mtume katika eneo hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ataahu Allahu mala falam yuaddi zakatahu muthila lahu yawma alqiyama shuja'u aqra lahu zabibatan. Yoyote ambaye amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala mali kisha hatekelezi wajibu wake kuitolea zaka mali yake, ila mtu huyu itafananishwa ile mali yake, yani itageuzwa ile mali yake kuwa ni joka kubwa sana, linaitwa shujaa aqra. Jina lake ni shujaa anayegonga mno, ni joka baya sana, lina wasifu mkubwa ndani ya vitabu vya sunna. Lina ndimi mbili. Kazi yake ni kutoa kilichopo ndani ya kichwa kunako ubongo wa yule mtu, na ana uchungu wa hatari. Alafu kaota nywele hapa, kasifiwa sana wenyoka ndani ya vitabu vya sunna, kasifiwa sana. Huyu kawekwa kwa ajili ya ambao wanazuia kutoa zaka za mali zao. Nimesema kwamba zaka ipo katika biashara, zaka ipo katika fedha na dhahabu, zaka ipo katika huli, mapambo, zile dhahabu tunazonunulia kina mama, zile zina zaka yake. Zaka ipo kwenye rikazi, mali za wajinga, wale watu ambao hufukia mali ardhini kisha wakaondoka, watu wakaja wakachimba wakaziokota, zikitoka zina zaka yake. Zaka zipo katika wanyama tunawafuga, hawa mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia, hawa wote wana zaka, na kila kimoja kina maelezo yake, ni kiwango gani unatakiwa utoe. Ndugu yangu Muislamu, twende katika dini, tusome, tufahamu. Leo tumeifunga Ramadhani wallahi alhamdu kwa vishindo na kishindo, tukitaraji malipo. Hauwezi ukafanikiwa pamoja na malipo utakayoyapata ndani ya Ramadhani kama wewe hautoi zaka ya mali yako. Sikiliza Mtume anachosema, ittaqu dhulma, iogopeni dhulma, fa inna dhulma dhulumati yawm alqiyama, dhulma ni kiza kinene siku ya kiyama. Wattaqu shuha, na uogopeni ubakhili, fa inna shuha qad ahlaka man kana qablakum, ubakhili uliwaangamiza waliokuwa wa kabla yenu, waliangamizwa na ubakhili. Hamalahum ala an safaku dimaahum, uliwapelekea ubakhili kumwagana damu. Hauwezi umma au jamii ikawa ina mabakhili wengi damu isimwagike, lazima damu imwagike. Zaka kama haitolewi, lazima mtatengeneza majambazi wengi, vibaka wengi, kwa sababu watu hawana mzunguruko, zaka haitoki. Wastahallu maharimahum, ikafika mahala wakahalalisha yaliyoharamishwa kwao. Watu wakawa wanahalalisha yaliyoharamishwa, yani mke kaharamishwa, mtu anakwenda kuchukua mke wa mtu. Mali kuichukua bila haki yake ni haramu, mtu anakwenda kuvunja duka la mtu. Yale yote yaliokuwa haramu yanakuwa ni halali, kwa sababu mlango umefungwa, mlango wa watu kupeana. Huu ni mlango uko wazi. Lakini ikizungumzwa hivi, haizungumzwi kwamba watu sasa waanze kutembea majiani wakiomba. La, hiki ni kiwango cha watu wenye kutoa zaka za mali zao na kuwagamua au kuwatambua mustahiqin, wale wanaotakiwa wapewe, na wako aina 8. Labda nimalizie na eneo hilo, mada ni pana sana. Ilipaswa hata viwango tuvizungumze. Katika mbuzi 40 utoe wangapi, ng'ombe wangapi utoe, katika mazao umepata mpunga gunia ngapi unaanza kutoa. Haya yote ni mada ambayo yapaswa Waislamu wajue. Watu hawajui katika maeneo haya, watu hawaulizi. Kwanza hawana hata habari na eneo hili kwamba lina zaka. Wengine wala hawajui kwamba na maharage na zaka, hawafahamu. Allah anasema, innama sadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alaiha walmuallafati qulubuhum wa fi riqabi walgharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Angalia, katoa Allah subhanahu wa ta'ala, dhakara lana 8 asnaf, mbea 8 amezitaja hapa za kupewa. Wa kwanza, mafakiri wanahitaji sherehe, ni kina nani? Masikini wanahitaji maelezo, masikini kina nani? Na wale wenye kuisimamia
ambao wanaitwa majubat, masuat, kama vile TRA. Kuna watu maalum, wana idara maalum, hao shughuli zao ni kukusanya kodi ya zaka, ndio shughuli zao. Hawa ni watu nao pia wana fungu lao, wala amilina alaiha wal muallafat qulubuhum, na wale ambao twawatia nguvu kwa sababu ni wageni ndani ya Uislamu, wameingia maskini, hali zao labda kule walikoingia kuna mitihani imewakuta, wamekuja huku ili wapata nguvu, tuna fungu la kuwapa. Wal gharimin, na wenye madeni. Ndugu yako anadaiwa, anashindwa kuishi mjini, anatembea usiku mpaka usiku, mchana hatoki, anaogopa deni alilokuwa nalo, basi unalipa deni lile. Wewe ni eneo hilo la kulipwa zakatul mali, na kama ndiye wewe ambaye unamdai, ni haki yako pia kumuita kwa bwana, zaka yangu ya mwaka huu nafuta deni lako. Huo ndio Uislamu. Hakuwezi kutengenezeka majambazi kama hali hii itakuwepo. Leo mtu anamdai mwenzake mpaka ndani ya familia, anafika pale anamdhalilisha na hana huruma naye, na anajua kabisa huyu ana matatizo. Allah anasema in kana dhu usra faradhiratun ila maisara. Ukiona mwenzako ana uzito, hali yake ngumu, basi msubirie mpaka apate wepesi. Kweli kuna wengine wana tabia ya dhulma, anakopa uwezo wa kulipa nao halipi. Huyu utamjua na yule utamjua. Allah amekupa basira, amekupa akili ya kujua huyu anafanya kwa ajili gani na huyu kwa ajili gani. Huyu ameamua kunidhulumu, utakula naye sahani moja. Ama huyu ambaye unahisi kabisa kwamba ni dhiki, ana matatizo, basi wewe kama una uwezo wa kutoa zaka, katika jumla ya mafungu ni wale wenye madeni, wal gharimin wa fi sabilillah, na wale waliopo wamejizuia katika njia ya Mwenyezi Mungu, kama mashekhe, walimu, hawa watu wanaotoka jihadi, hawa watu wanaotembea kwa ajili ya la ilaha illallah, wanapeleka dawa maeneo ya mbali. Hawa wote ni mustahiqin wa bin sabil. Mwisho ni wale wapita njia ambao na wao wamewekewa sehemu ndogo katika zaka. Na hii zaka haitolewi kwa fujo. Mtu na milioni 5 wataka upe mji mzima, umeweka bahasha 2020, anakwenda kufanya nini huyu mtu? Matokeo yake anasubiri kila siku, anaomba asife Ramadhani ije ili aje kwenye mlango wako achukue 20,000. Unamtengeneza awe mtumwa wako, unamtengeneza awe legelege. Mpe pesa ya kutosha. Kama una milioni 5, wape hata watu 2 tu bwana. Chukua kijana, anunua pikipiki, fanya kazi. Au wape watu 5 milioni 1 waingie mtaani, wafanye shughuli ndani ya hao. Mwakani yuko atakayeweza kutoa na zaka. Ndio utaratibu kisheria uliowekwa, lakini leo watu hawako hivyo. Watu utengeneza vibahasha bahasha, wakawapa watu 30, akitoka pale anakwenda kununua mchele, kuku. Siku hiyo labda ndo haona ale kuku na watoto, hadithi zimeishia pale. Anabakia na ufakiri wake uko pale pale, na huyu bwana anabakia na utajiri wake uko pale pale. Anawasubiri tena mwakani awaite tena, awapange foleni, awape 2020, 10,000. Hizi zinatolewa kama sadaka ya Ramadhani. Lakini unapotaka kutoa zaka, lazima ukae, ueleweshwe, ufahamu kwamba hiyo ni wajibu juu yako, wala sio sunna. Ni wajibu, ni faridha. Uipeleke eneo ambalo litakuwa na msaada kwa jamii. Napo ni kuwapa watu mitaji ili wazalishe, waje wawe watu wa zaka wengi, mafakiri wapungue na tegemezi pia wapungue. Huwezi wewe ukawaeleza watu wote, hata kama ungelikuwa na mali kama Bill Gates, haiwezekani. Lazima utaleta msukosuko. Yani wewe mmoja tu, toa haki aliyokupa Allah kuwapa wengine, ili tuongezeke. Hata likiambiwa jambo la msikiti hapa, wenye kutoa ni wengi, kwa sababu wote wana kipato cha kuwawezesha kutoa. Hadha wa sallu wa sallimu ala imam al-mursalin wa qaid al-ghurr al-muhajjalin faqad amarakum Allah ta'ala bi salati wa salami alayhi fi mukam tanzili haythu qala azza min qa'il inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واستأصل شأفتهم ولا تدع لهم من باقية.
اللهم اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.